من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلنا الله من الفائزين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إياك نعبد وإياك نستعين. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninawahusia na kujihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika kufuata maamrisho na vile vile kuepuka makatazo, ili tuweze kufaulu hapa duniani na tuweze kufaulu kesho akhira. Leo hii insha Allah khutba yetu itakuwa aunullahi wa hifdhuhu, msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala na hifadhi yake katika kuwahifadhi waja wake. Hakika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na bidii sana, alikuwa na pupa kuwahusia masahaba wake mambo ya kuhusu dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na bidii, alikuwa na pupa kuwahusia masahaba wake mambo ambayo kwamba yanahusiana na dini. Na miongoni mwa wasia aliohusia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wasia ambao alimuhusia Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma. Wasia huu ambao mtume alimuhusia Abdullah ibn Abbas ni wasia ambao ulikuwa umekusanya mambo mengi sana ya dini, wasia ambao ulikuwa umekusanya mambo mengi ya dini. Na wasia huu ni kama ilivyokuja katika hadithi ambayo kwamba ilipokewa kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma akisema: kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Asema Abdullah bin Abbas ya kwamba nilikuwa nyuma ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja. Faqal, yani walikuwa wamefuatana na bwana mtume mbele, Abdullah bin Abbas nyuma yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuhusia Abdullah bin Abbas kwa maneno kama haya, akimwambia ya kwamba ya ghulam, inni uallimuka kalimati, ewe kijana, mimi nakufundisha wewe vilima, yani maneno fulani. Maneno yenyewe ilikuwa ni kama haya. Akamwambia ya kwamba ihfadhillaha yahfadhka. Mtume anamuhusia Abdullah bin Abbas kwa kumwambia ihfadhillaha yahfadhka, ihfadhillaha tajidhu tujahak. Yani haya ndiyo maneno ya wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Abdullah bin Abbas, akimwambia ihfadhillaha, muhifadhi Mwenyezi Mungu, yahfadhka, na Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Sasa hapa ndugu zangu Waislamu, kuna swali tujiulize. Je, anamuhifadhi mtu ni Mwenyezi Mungu ama ni mwanadamu ndiye ambaye kwamba anamuhifadhi Mwenyezi Mungu? Maneno yalokuja ni kwamba ihfadhillaha yahfadhka, muhifadhi Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Ni kwamba hifadhi maamrisho ya Mwenyezi Mungu na uhifadhi vile vile makatazo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yani wewe unapokuwa ni mwenye kuhifadhi yale maamrisho ya Mwenyezi Mungu, mipaka yake, maamrisho ya dini ambayo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameamrisha, unapoyahifadhi basi Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Unapokuwa na shida na tabu na matatizo, wakati wewe umemhifadhi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani Mwenyezi Mungu utampata yeye yuko tayari kukuhifadhi. Yani ile mipaka ya Mwenyezi Mungu na maamrisho yake
utakapokuwa umelingana sawa, uko sawa katika mipaka ya Mwenyezi Mungu na maamrisho yake, basi wakati wowote unapotaka wewe kumuomba Mwenyezi Mungu katika matatizo ulionayo na shida, Mwenyezi Mungu anakuondoshia matatizo kama yale. Ndio kauli ya Mtume kusema ihfadhillaha yahfadhka, muhifadhi Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Kisha Mtume akaendelea kumwambia Abdullah bin Abbas, ihfadhillaha tajidhu tujahak, muhifadhi Mwenyezi Mungu utampata mbele yako. Yani wakati wewe umehifadhi maamrisho ya Mwenyezi Mungu na mipaka yake, basi wewe utampata Mwenyezi Mungu yuko mbele yako. Yani matatizo yanapokufikia tayari Mwenyezi Mungu kukusaidia. Ndugu zangu Waislamu, tuangalie mifano hii au maneno haya ambayo Mtume yazungumza. Wakati sisi waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaposhikamana na maamrisho yake, kumtii Mwenyezi Mungu na kufuata amri zake na kuepuka makatazo, basi Mwenyezi Mungu wakati unapomuomba kwa shida zako yuko tayari kukuhifadhi. Tuchukue hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammad sallam ambayo kwamba ni hadithi maarufu. Siku moja kulikuwa na watu watatu ambao walikuwa wanaenda safari. Sasa katika safari yao watu watatu hawa wakafikiwa na usiku ukaingia, na wakawa ni wenye kukaa kwenye pango. Hao watu wakawa wao ni wenye hawa watu walipokuwa katika safari yao usiku, walioingilia wakiwa kwenye pango, wakaingia ndani ya pango ile kujipumzisha ili asubuhi waendelee na safari. Sasa jiwe likaporomoka au likabiringia kutoka juu ya jabali, kaja likaziba ule mlango wa pango, ikawa ni shida wao kutoka. Sasa asubuhi walipoamka wakajaribu kuondosha lile jiwe ambalo kwamba liko katika ile pango au katika mlango wa pango, na wakashindwa kuondosha jiwe kama lile. Sasa wakasema maneno kama haya, wakasema ya kwamba leo hakuna atakayeokoka na shida hii ila ni kila mmoja wetu atawasali kwa amali zake alizofanya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani aelekee kwa Mwenyezi Mungu amuombe kwa zile amali zake njema alizofanya. Mtu mmoja akasema kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ewe Mwenyezi Mungu, mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili, baba na mama, na mimi kazi yangu ni ufugaji, yani niko na wanyama kama ni ng'ombe, ni ngamia, lakini kazi yake ni ufugaji. Na ilikuwa kawaida yake bwana huyu anapotoka huko malishoni kwake, yani kwenda kuchunga wanyama, akifika mjini, anapokamua yale maziwa katika wale wanyama wake, hauzi maziwa yale wala kutangulizia mtu yoyote kwanza mpaka baba na mama wapate haki yao. Hii ni kawaida yake. Yeye anakamua maziwa, anatia kwenye jagi, anapeleka nyumbani kwa baba na mama wakanywa wao kwanza, kisha ndio anaangalia mambo ya biashara na mambo ya watu wa nyumbani. Siku hiyo ikawa ile safari yake ya kwenda malishoni ikawa ndefu sana. Aliporudi jua limekutwa na sasa kumekuwa sana usiku, akachukua yale maziwa kumpelekea baba na mama. Akifika nyumbani kwa baba na mama wamelala, ikabidi bwana huyo asimame na ile chombo cha maziwa. Ile heshima na adabu haimpi kuamsha babake na mamake wakati wamelala. Basi alisimama na kile chombo cha maziwa, watoto wanalia wanataka maziwa, na yeye ataka kutekeleza haki ya wazazi wake kwanza. Akasimama na chombo kile cha maziwa mpaka alfajiri. Wakaamka baba na mama, akawapatia maziwa, akarudi nyumbani. Sasa akasema wakati yuko ndani ile pango, ewe Mwenyezi Mungu, ikiwa mimi nilifanya hili kwa sababu ya amri yako wewe kutuamrisha tuwatii wazazi wawili, tuondoshee shida hili. Fafrij anna amma nahnu fi, tuondoshee hii shida tulionayo. Lile jiwe ambalo kwamba liko limeziba mlango wa pango likaondoka kidogo, lakini nafasi ya kutoka hakuna. Mtu wa pili naye akatawasali kwa Mwenyezi Mungu kwa amali zake akisema, ewe Mwenyezi Mungu, mimi nilikuwa na wafanyikazi, mimi ni tajiri, nimewaandika watu kazi. Wale wafanyikazi wengine wakachukua haki zao, kila ikifika mwisho wa mwezi wanachukua haki zao. Ikafika wakati mmoja katika wafanyikazi akaondoka kabla ya kuchukua haki yake, alitokewa na dharura.
nikaona zile pesa zikikaa naweza nikazitumia, na mwenyewe akija kutafuta haki yake kawa hakuna. Basi akasema yule bwana kwa mimi nikaichukua pesa ile nikaifanyia biashara, yani akanunua wanyama kama ni mbuzi ni ng'ombe, lakini akanunua wanyama, akawalea wanyama wale wakawa wengi sana. Yule mwenyewe aliporudi kuja kudai haki yake akakuta wale wanyama, yule tajiri au yule bosi wake akamwambia, hawa wanyama wote nawaona hapa ni wako. Akamwambia, la tastahzi ubi, usifanyie shere, usinifanyie sisa. Akamwambia, ni kweli ile pesa yako uliacha kwangu ndio nimenunua hawa wanyama. Yule bwana akachukua wale wanyama wote akaenda nao. Huyu mtu wa pili. Kwa hivyo akasema kumwambia Mwenyezi Mungu, ewe Mwenyezi Mungu, ikiwa nilifanya haya kwa sababu ya kuchunga haki ya mtu na maamrisho yako kwamba kila mmoja apate haki yake, tuondoshe shida tulionayo. Lile jiwe likatikisika likaondoka tena, ikawa mtu anaweza kuingiza kichwa lakini mwili hautoki. Mtu wa tatu akasema, ewe Mwenyezi Mungu, mimi nilikuwa na mtoto wa ami yangu, yani msichana, nampenda sana roho yangu, nampenda kabisa kushinda watu wengine wote ambao wanawapenda, na ikawa kila mara mimi najaribu kumshawishi anikubalie nistarehe naye na anakataa. Ikafika wakati yule msichana akapata shida, ikawa wameamka na chakula cha asubuhi watoto hawana. Akaja kwa ule mtoto wa yake akamwambia, mimi nina shida leo, nimeamka na sina mpango wote, basi naomba unisaidie ewe ndugu yangu. Akamwambia, kama utayakubali yale yangu nayotaka, mimi niko tayari kusaidia, nipa nikupe. Yule akasema, la, hiyo mimi siwezi kumwasi Mwenyezi Mungu kwa sababu ya maisha. Aliwezekana. Akamwambia, shauri yako, nenda zako. Yule msichana akaenda huko mpaka mchana ukaingia, hajapata mpango wote. Akarudi tena akamwambia, ewe ibn ammi, mimi kuanzia asubuhi na mpaka dakika hii bado watoto wanalia njaa. Kama wewe mwenyewe ndio unachelewa, mimi niko tayari nikusaidie, unikubalie ninayotaka, basi nikupatie unachotaka. Akamwambia, haiwezekani. Karudi tena, akaenda mpaka jioni ikaingia, bado hawajakuwa na mpango wote. Kamwambia, ndugu yangu, sasa nimekuja unisaidie kwa vovote vile unavyotaka. Ule mvulana akafurahi, akaona ndio analotaka lile, analiendea mbio jambo lile la kumwasi Mwenyezi Mungu. Sasa yule msichana akakubali kwamba yende wakaende wakafanye zina, akamwasi Mwenyezi Mungu ili apate maisha, dhiki ya maisha imemjia. Sasa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasema ya kwamba yule wakaingia chumbani, yule msichana au yule mwanamke, hadithi inavyosema, alilala kwenye kitanda kama vile mke anavyolala kujitayarisha kwa mume wake, na huyu mwanamume naye akapanda juu ya kile kitanda, juu ya mwili wa yule mwanamke, kama vile mume anavyotaka kustarehe na bibi yake. Yani wako tayari kwamba mambo lolote lifanyike, huyu msichana apate ile maisha, na huyu basi atimize ile haja yake ambayo kama anataka. Yule msichana akafikiria akasema, haya yote yamenifikia mimi kwa shida maisha, nimejaribu kulikimbia jambo hili nimeshindikana, leo mibidi ni muasi Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha. Basi aliinua macho. Kumbuka mambo yako tayari, ni mambo yako tayari, wa dakika yote firimbi ilie, basi game ifungwe tu. Sasa yule msichana akainua macho kumwangalia yule mvulana aliyoko juu, akamwambia, ittaqillaha wala tafudha al-khatam illa bihaq, mche Mungu ndugu yangu, usiingize pete kwenye kidole ambapo kwamba si chake. Basi yule mvulana aliruka kabisa, ile kusikia ittaqillaha, ile neno la Allah kutajwa, basi alimvunjika mwili, ule mwili wote ulikufa ganzi, akaondoka kwenye kile, akaruka chini. Na ni watu wenye imani, hili lazima liwafikie. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Mtu mwenye imani anapotajwa Mwenyezi Mungu, nyoyo zao huingiwa na hofu, zinaingiwa na uoga. Yeye ilikuwa tayari atekeleze mahitaji yake, shahawa zake, lakini kusikia ittaqillaha, basi aliacha ile. Hii ndio sifa ya watu wema. Kwa hiyo asema ya kwamba pale katika ile shida walionayo,
ewe Mwenyezi Mungu, niliacha kufanya zina wakati imefikia padogo sana niifanye kwa kusikia jina lako. Ewe Mwenyezi Mungu, kama nilifanya hivyo kwa ajili yako wewe na kuogopa wewe tuondoshe shida, jiwe likaondoka kabisa, wakatoka. Kwa hivyo hawa walitawasali kwa Mwenyezi Mungu kwa amali zao, na Mwenyezi Mungu sasa najiuliza, je, sisi tuko na akiba? Tunayo akiba kama hiyo, tukitokewa na matatizo tuweze kuitusaidie? Sisi leo tuko na akiba tumeweka ya amali njema, ili tukitokewa na matatizo tuzitumie zile amali njema zitusaidie na matatizo yetu. Tuwekeni akiba, ndugu zangu Waislamu, tuwekeni akiba. Wakati tukitokewa na matatizo tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie kwa zile amali zetu ambazo kwamba tuko nazo, tumeweka akiba. Hiyo ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akituzungumzia. Tuje mfano mwingine. Siku moja Ibrahim bin Adham, mwanachuoni maarufu anajulikana sana rahimahullah. Ibrahim bin Adham alikuwa katika msafara, wanasafiri katika bahari ya Sham, wamepanda mashua au lugha nyingine sema jahazi. Walipofika katikati ya bahari, bahari ikachafuka, dhoruba zikaanza, upepo mkali, ikawa ile jahazi walionayo inaingiza maji kwa pande zote mbili. Wimbi likija kwa huku linaingia, likija kwa huku linaingia, ikawa chombo ni kuzama. Wale wafuaji maji, wale mabaharia walitoa maji mpaka wakashinda. Wakitoa maji ndoo moja huingia 2 3, mpaka kafika wakati wakasema hapo alipofika ni basi. Kwa lugha kile usema wakasarenda, akasema hapo alipofika ni tungoje ile amri ya Mwenyezi Mungu itufikie. Chombo kinazama, upepo mkali, bahari imechafuka. Ikawa wanawake wanalia, watoto wadogo wanalia, na wale ambao ni mabaharia pia wakakosa imani, kwa sasa hali zao si nzuri tena. Mmoja akatia fahamu au akatia akili, akasema jamaa, hapa tulipo tuko na shekhe, yuko Ibrahim bin Adham pale, hebu tujaribuni kumwambia shekhe amuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuondoshie hizi shida ambazo tunazo. Mmoja akamwambia shekhe, tuombe na sisi Mwenyezi Mungu atuondoshie matatizo haya tulionayo. Basi ndugu zangu Waislamu, sikiliza ile dua aliyoiomba Ibrahim bin Adham, ndogo sana lakini yenye uzito mkubwa. Aliinua mikono Ibrahim bin Adham akasema, Allahumma araitana qudrataka fa arina rahmataka. Maneno kidogo sana, angalia hiyo. Aliinua mikono akasema, Allahumma, ewe Mola, araitana qudrataka, umetuonyesha power yako, umetuonyesha nguvu zako, fa arina rahmataka, tuonyesha huruma yako Mwenyezi Mungu. Basi upepo ulitulia, bahari ikawa mzuri, wakasafiri. Akiba nayo ameweka akiba, na hii inamaanisha kwamba watu walikuwa wacha Mungu, walikuwa wako kwa Mwenyezi Mungu wakati wote, wakiinua mikono Mwenyezi Mungu tayari hairudi mikono yao chini mpaka Mwenyezi Mungu anawakubalia. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Mtume atuambia katika hadithi hii alompatia wasia huo alompatia Abdullah bin Abbas, ihfadhillah yahfadhuka, muhifadhi Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Yani hifadhi maamrisho yake, mipaka yake, umtii Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Ihfadhillah, muhifadhi Mwenyezi Mungu, tajidhu tujahaka, utampata mbele yako. Wakati una shida ukimuomba Mwenyezi Mungu uko tayari kukutikia. Idha saalta, unapoomba, fas'alillah, muombe Mwenyezi Mungu. Mtume anamwambia Abdullah bin Abbas, idha saalta, wakati unapoomba jambo, basi fas'alillah, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiye mwenye kuomba. Wa idha sta'anta, na wakati ukitaka msaada, unapotaka kusaidika, fasta'in billah, taka msaada kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio utakuta Muislamu anasema katika swala 5, katika kila rakaa moja, swala zote 5, katika kila rakaa anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ewe Mola, peke yako tunakuabudu na kwako wewe tunaomba msaada. Kwa msaada mtu huomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa unapomwambia Mwenyezi Mungu iyyaka na'budu, kwamba wewe peke yako ndiye tunakuabudu, wa iyyaka nasta'in, iwe ni kweli. Usiseme tu kwa ulimi, kwa matendo yako atakuwa na tofauti, itakuwa na kasoro au na tofauti na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kuna watu leo wakipata shida, wanapoomba misaada wanakwenda makaburini,
wengine wanakwenda kwenye mizimu, wengine kwa waganga, wengine wanakwenda kwa hirizi. Kila mmoja leo anaomba msaada kwa njia yake anayoitaka, sio ile njia anayoitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa Mtume asema idha sa'alta, unapoomba fas'alillah, muombe Mwenyezi Mungu. Wa idha sta'anta fasta'in billah, na ukitaka msaada omba msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atakusaidia. Kwa msaada huomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si kwa mtu mwingine. Ndio ndugu zangu Waislamu, utakuta katika aya za Qur'ani zinapozungumzia masala ya maombi yamekuja direct kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hayakupitia kwa mtu mwingine. Tuangalie aya za Qur'ani zinazoombewa mtume. Ukiulizwa zasemaje? Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tadhilu an-nisaa fil mahid. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair. Yas'alunaka 'anil anfal qul anfalu lillah. Utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwambia mtume, unapoulizwa sema, unapoulizwa sema. Lakini katika masala ya maombi hakusema hivi, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i ila Allah. Hakuambia waambie au sema, lakini kule ametoa ruhusa, ukiulizwa sema hivi, ukiulizwa sema. Lakini ilipokuja masala ya kuomba, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'a, wanapokuuliza waja wangu kuhusu mimi kuniomba, fa inni qarib, fa inni qarib, mimi niko karibu kuitikia yale maombi yao. Hivi ndio Mwenyezi Mungu alivyosema. Kwa hivyo inaendelea wasia wa Mtume sallallahu kumwambia Abdullah bin Abbas, akamwambia wa'lam, jua anna al-umma, lao umma ni watu wote wa ulimwengu. Umma haizungumzii watu wa Malindi wala watu wa Mombasa, umma ni watu wote wa ulimwengu mzima. Mwenyezi Mungu, Mtume anamwambia Abdullah bin Abbas ya kwamba wa'lam, jua anna al-umma, lao umma huu ijtama'at, watakusanyika ala an yanfa'uka bi shay'in, wa kunufaisha wewe kwa kitu au kwa jambo, lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak. La watu wote wa ulimwengu mzima watakusanyika wamnufaishe mtu, waseme huyu mtu fulani ni maskini, mtu fulani ni fukara, hajiwezi, tumsaidieni. Wakakusanyika watu wote wa ulimwengu mzima wakusaidie wewe upate kuendelea mbele, upate kuinuka kimaisha. Mtume asema lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak, hawataweza kukunufaisha ila kwa lile jambo alilokuandikia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watakupa msaada, utamalizika na utarudi pale pale ulipo. Mungu hajaandika uende, Mwenyezi Mungu hajaandika kwamba wewe uinuke. Kwa hiyo Mtume anamwambia Abdullah bin Abbas, uwe na yakini ya kwamba lao watu watakusanyika wakusaidie wewe kwa jambo fulani ili uendelee mbele, hawataweza kukunufaisha ila kwa jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amekuandikia. Tuliweke akilini. Akasema vile vile, wa inijtama'u, na lao watu wa ulimwengu mzima watakusanyika ala an yadhurruka bi shay'in, ili wakudhuru wewe kwa jambo. Watu wa ulimwengu watakusanyika wakudhuru, wakulete madhara, wakuangamize. Lam yadhurruka, hawataweza kukudhuru illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayk, ila kwa jambo alilokuandikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Museme huyu mtu hatumpendi, huyu mtu anatukera, huyu mtu anatuletea shida, tufanyeni mpango tumuondosheni huyu, tumlete madhara huyu, tupumzike naye. Lakini Mtume anasema hawataweza kukudhuru ila kwa maandiko ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuwe na imani ya kwamba hatuwezi kunufaika ila kwa maandiko ya Allah, na hatuwezi kudhurika ila kwa maandiko ya Allah. Mwenyezi Mungu asema qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, hakuna lenye kutufika ila aliyoandika nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mja aweke roho safi na imani ya kwamba hawezi kudhurika kwa jambo ila kwa maandiko ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuwe na imani hiyo ya kwamba hili ni jambo liko kabisa, halina wasiwasi. Akasema Mtume vile vile, rufiatil aqlam, zimeinuliwa kalamu. Zile kalamu za Mwenyezi Mungu zilizoandika maandiko hayo zimekwisha inuliwa.
Wajaffati suhuf, na zile karatasi zilizoandikiwa maandiko hayo zimekisha kukauka. Riwaya inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu aliandika kadari ya vitu kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Mwenyezi Mungu aliandika kadari za wanadamu na vitu ulimwenguni kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Kadari ya Mwenyezi Mungu ishaandika. Mambo yote yanaenda kwa kadari ya Allah. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Kwa hiyo nataka tuweke katika fikra zetu mambo haya tuliyozungumza, wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alimuhusia Abdullah ibn Abbas, ili sisi tutakapohifadhi dini ya Mwenyezi Mungu, maamrisho yake, Mwenyezi Mungu atatuhifadhi na mambo mengi sana. Na tutakapo vile vile muhifadhi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu tutampata mbele yetu. Tunaloomba lolote Mwenyezi Mungu ataitikia. Kwa hiyo tukiwa na imani kama hiyo, tutafaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mwanadamu hawezi kukudhuru wewe ikiwa Mwenyezi Mungu asema hudhuriki, na wala hawezi kukunufaisha. Mwenyezi Mungu asema wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka wa yamsaska bikhairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Mwenyezi Mungu asema wa in yamsaska Allahu bidhurrin, ikiwa Mwenyezi Mungu amekuandikia wewe madhara udhurike, fala kashifa lahu illa hu, hakuna mwenye kuondosha madhara yale isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in yamsaska bi khairin, Mwenyezi Mungu ikiwa amekuandikia wewe upatikane na khairi, fa huwa ala kulli shay'in qadir, yeye ni muweza wa kufanya analotaka. Wewe ni mtu kulipinga jambo kama hilo, kwa sababu yeye ni fa'alul lima yurid, ni mtendaji kwa ile ambayo kwamba analitaka. Riziki yako aliyokuandikia Mwenyezi Mungu hupokonywi na mtu. Ma yaftahillahu linnasi min khairin fala mumsika lahu. Mwenyezi Mungu asema yale maandiko ya Mwenyezi Mungu aliyomwandikia mtu ya riziki apate, hakuna mwenye kuizuia riziki ile, itakufikia tu. Haiwezekani riziki ile kwenda kwa mtu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anapokufungulia milango ya khair ili ukufikie milango kama ile, hakuna mtu mwenye kuweka kisingiti kuizuia ile mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itakufikia. Twende katika maneno ya Hasan al-Basri rahimahullah. Hasan Basri mwanachuoni alikuwa Mwenyezi Mungu amemruzuku hikma. Hasan Basri anatuambia kwamba aliulizwa, kwa nini Sheikh, ule uchaji Mungu wako na kule kuepuka kwako ulimwengu ni vipi, alikufikiaje mpaka wewe umekuwa mcha Mungu, mpaka umekuwa wewe hutaki kabisa mambo ya ulimwengu, unasonga mbele tu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Akasema ni kama haya, asema alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi, mimi nilijua kwa yakini kwamba riziki yangu hawezi mtu mwingine kuichukua. Ile riziki yangu alioniandikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itanifikia, hakuna mtu ambaye kwamba ataizuia sifikie. Fatma'anna qalbi, moyo wangu katulia. Kwa hiyo moyo wake umetulia kabisa, naangalia mipango ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye amekuwa na uhakika kwamba riziki yake aliyoandikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi mtu mwingine kuichukua riziki ile. Asema fatma'anna qalbi, moyo wangu katulia. Wa alimtu, na nilijua kwa yakini vile vile, anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi wahdi, nilijua vile vile kwamba amali zangu hawezi mtu mwingine kusimama nazo, nikashughulika mimi mwenyewe kuzifanya amali zangu. Swala, zaka, saumu na nyingine hizi hawezi mtu kukufanyia, ikabidi nisimame mwenyewe nizifanye peke yangu. Wa alimtu, na nikajua vile vile, anna Allah mutali alayya, Mwenyezi Mungu ananitazama, yuko juu ananiangalia. Fastahayaitu an yarani asiya, nikaona haya kwamba yeye ataniona leo nikimwasi, na yakini kwa Mwenyezi Mungu yuko juu ananitazama, na mimi nikaona haya kwamba nifanye madhambi na huku Mwenyezi Mungu ananiangalia. Wa alimtu, na nikajua kwa yakini vile vile, anna almauta yantadhiruni, kwamba mauti ananingojea kwa hamu. Fa'adadtu zada, nikaanda zawadi, liliqa'i rabbi, kwenda kukutana na Mola wangu. Haya nilikuwa na yakini nayo, kwamba riziki yangu hakuna mwenye kuichukua, moyo wangu katulia. Nikajua amali zangu hakuna mwenye kushughulika nazo isipokuwa mwenyewe, nikashughulika nazo. Nikajua ya kwamba vile vile Mwenyezi Mungu ananiangalia,
basi mimi siwezi kufanya maasi na huko ananitazama. Mtume alipoulizwa na Jibril alayhi salam, mal ihsan, ihsan ni nini? Akasema an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsani ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba wewe unamuona ndiye huyu, na ikiwa humuoni basi ujue kwamba yeye anakuona. Kwa hivyo akaona haya kwamba kufanya maasi na Mwenyezi Mungu anamuona. La mwisho ikawa ni yeye anajua kwamba mauti yanamsubiri kwa hamu, kwa hivyo akaandaa zawadi za kwenda kukutana na Mola wake Tabaraka wa Taala. Ndugu zangu Waislamu, huu ndio wasia ambao kwamba tuliupata kutoka kwa Mtume Muhammad sallam kuja kwa Abdullah bin Abbas, na vile vile tukapata maneno ya Hasan al-Basri. Jambo la muhimu ni kujiandaa wanadamu kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa wingi, kufanya bidii ya kuwa katika mipaka ya Mwenyezi Mungu, tusivuke maamrisho yake. Mwenyezi Mungu asituone katika jambo kwamba yeye amekuwa amelikataza akatuona hapa. Kwa hiyo utakapofanya hivyo utapata msaada wa Mwenyezi Mungu. Wakati wowote utakapokuwa na shida, Mwenyezi Mungu ataondosha shida yako. Wakati wowote utakapokuwa na taabu, utakapokuwa na mahali unaomba hifadhi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuhifadhi. Kwa sababu Mwenyezi Mungu fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Hakuna mwenye kuhifadhi bora kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muhifadhi bora ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna mwingine. Yeye ndiye mwenye kuhifadhi waja wake. Kwa bila shaka tukiwa katika msimamo kama huu, sisi tutapata aunullahi wa hifdhu, msaada wa Mwenyezi Mungu na hifadhi yake tatufikia. Angalia leo waja wamekosa mwelekeo. Ndio wanavioni wa tauhidi wanakuambia, ukiangalia wale mushirikina wa kwanza aliowakuta bwana Mtume Muhammad sallam na washirikina wa leo, ni nani wanamshirikisha zaidi Mwenyezi Mungu? Wabaya zaidi ni kina nani? Wabaya zaidi ni washirikina wa leo. Kwa sababu wale washirikina ambao Mtume aliwakuta, wale walikuwa wakipata shida, wao wanamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakamtakasia dini. Fa idha rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahu din. Wakipanda majahazi, wanaposafiri, wakipata shida, wanamlingania Mwenyezi Mungu, wanamuomba Mwenyezi Mungu, tena mukhlisina lahu din. Nani anasema hivyo? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwamba wale mushirikina wa kwanza Mtume aliwakuta hapa ulimwenguni wakiwa na matatizo na tabu, da'u Allaha mukhlisina lahu din, wao humuomba Mwenyezi Mungu wakamtakasia dini. Wakifika nchi kavu wanarudi katika shirki. Lakini washirikina wa leo wanamshirikisha Mwenyezi Mungu wakiwa katika raha na wakiwa katika tabu. Hawa mushirikina wa leo hawa hawakuna da'u Allah mukhlisina lahu din. Wakipata tabu mbio wanakimbilia makaburini. Wakipata shida mbio kwa waganga. Wakipata tabu mbio kupiga ramli. Wakipata shida wapi? Hirizi iko wapi? Wakipata shida mizimu iko wapi? Wakipata shida kidogo wapandishaji mashetani wako wapi? Hii ndio hali yao. Kwa wao hawaelekei kwa Mwenyezi Mungu wakati wa raha, wala katika raha wako katika kumshirikisha Mwenyezi Mungu, na katika shida vile vile wanamshirikisha Mwenyezi Mungu. Ndio shida ambayo kwamba iko katika ulimwengu. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie nyoyo zetu zenye kuelekea kwake kwa njia iliyo sawa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie ni wenye kuyasikia maneno na kufuata yale mazuri. Na tujalie, na tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie ni katika wale ambao kwamba wanapoiona haki kwamba ni haki wanakubali kuifuata, na wanapoiona batili kwamba ni batili wanakubali kuiepuka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan nasamil alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.